الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darsa yetu ya tafsiri ya Qur'ani katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, zilizomo katika surat Yusuf. Kwa hiyo jana tulishia fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwa as-samiu al-alim. Lakini vizuri tuanze pale tulipoanza jana, ili yule mtu ambaye hakuiweka vizuri tafsiri yake basi aiweke vizuri. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walamma balagha ashuddahu, na wakati alipofika utu uzima, atainahu hukman wa ilma, tulimpa hikma na elimu. Utu uzima kuanzia miaka 30, 33, alipofika umri huo miaka 30 au 33. Wakadhalika, na hivyo hivyo, najizil muhsinina, tunawalipa wale ambao wenye kutenda mema, wenye kutenda mambo mazuri. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha, na akamtamani yule ambaye yeye Yusufu, na akamtaka yule ambaye Yusufu yupo ndani nyumbani kwake. Warawadatuhu allati, na akamtaka yule ambaye huwa fi baitiha, Yusufu anaishi kwake, Nabii Yusufu anakaa nyumbani kwake. An nafsihi, bila yeye kumtaka. Wa ghallaqatil abwaba, na akafunga milango, yule mama akafunga milango. Wa qalat hayta laka, na akamwambia njoo, aqbil alayya, njoo. Qala, akasema maadha Allah, najilinda kwa Mwenyezi Mungu. Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu, hakika hali ilivyo na mambo yalivyo, rabbi, bwana wangu, ahsana mathwaya, ameyafanya vizuri, ameyafanya mazuri makazi yangu. Makazi yangu kayafanya mazuri sana, naishi vizuri. Sasa inakuwaje tena mimi nifanye ujinga huo? Sitofanya. Innahu la yuflihu dhalimin, hakika hali ilivyo na mambo yalivyo, wenye kufanya mambo kama hayo hawatafaulu. Hawafaulu wenye kufanya mambo kama hao, wenye kujidhulumu nafsi zao.
walaqad hammat bihi wa hamma biha, hakika yule mama alimtamani Yusuf na Yusuf akamtamani yule mama. Laula an raa burhana rabbihi, lau si kuona ishara, nguvu, uwezo wa Mola wake, ishara, alamati, alama za Mola wake kwamba Mungu yupo, basi yule bwana angefanya, lakini akaona isharati, uwezo wa Mwenyezi Mungu, yule bwana akajizuia. Kadhalika linasrifa anhu sua wal fasha, kwa hali hiyo hiyo basi tupate kumuondoshia nini? Uovu na ubaya. Innahu min ibadina al-mukhlasin, hakika yeye ni katika waja wetu watakasifu. Wastabaqa al-baba, wakakimbilia mlangoni, au wakashindania na mlango kufungua. Kila mmoja anataka, huyu anataka kumvuta arudi nyuma na yule anataka kutoka. Wastabaqa albaba waqaddat qamisahu, na akaipasua kanzu yake. Yule mama akaipasua kanzu ya Yusuf. Min duburin, nyuma ya mgongo. Wa alfa sayyidaha, na akakutana na mume wake mlangoni. Wa alfa sayyidaha lada albab, na akakutana na mumewe yule mama mlangoni, wanagombana pale, anamvuta Yusuf, Yusuf anavutwa na yule mama, na Yusuf anataka kutoka na mume wake naye anakuja, akakutana. Akakutana na mume wake. Qalat, yule mama akasema, bi Zulaikha, ma jazau man arada bi ahlika sua, ni malipo gani ya yule ambaye aliyetaka kwa mke wako kufanya uovu? Illa an yusjana, isipokuwa kufungwa, au adhabun alim, au adhabu kali. Nabii Yusuf kwa kujitetea, na ndio ukweli, qala, akasema, hiya rawadatni an nafsi, yeye kanitaka bila mimi kumtaka, bila mimi nafsi yangu kumtaka, yeye ndo kanitaka, mimi sikumtaka. Wa shahida shahidun min ahliha, na akashuhudia tukio hilo katika jamaa zake. Yule mama akamwambia mfalme, in kana kamisuhu qudda min qublin, yangalie kanzu yake ikiwa impasuka mbele, fasadaqat wa huwa min alkadhibin, basi huyu mama ni mkweli na Yusuf ni katika waongo. Wa in kana kamisuhu qudda min duburin, na ikiwa kanzu yake impasuliwa nyuma, fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, basi huyo mama ni muongo na Yusuf ni katika wakweli. Falamma raa qamisahu qudda min duburin, na alipoona, na wakati alipoona kanzu yake ipasuliwa nyuma ya mgongo, qala, akasema mfalme, innahu min kaidikunna, hakika haya ni katika vitimbi vya wanawake, vitimbi vyenu tu ni wanawake.
inna kaidakunna adhim, hakika vitimbi vyenu nyinyi kina mama wanawake ni vikubwa. Akamwelekea Yusuf na akamwambia Yusuf, a'rid an hadha, Yusufu, puuza haya, puuze. Au Kiswahili cha mjini nasema potezea. Wastaghfiri li dhambik, na wewe mwanamke, wewe mtake msamaha Mwenyezi Mungu kwa makosa yako, muombe msamaha Mwenyezi Mungu kwa haya makosa yako, kwa dhambi zako ulizozifanya. Innaki kunti min alkhati'in, hakika wewe ulikuwa ni miongoni mwa wenye kukosea. Waqala niswatu fil madina, na wanawake wa mjini wakawa wanasema imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi, mke wa mfalme amemtaka kijana wake bila yeye kumtaka. Mwenzetu unaonekana kama mwendazimu kweli kweli, anapenda ovyo. Qad shaghafaha hubba, hakika yale mapenzi yamezidi mno, mpaka anakuwa mwendazimu kwa hayo mapenzi. Ashaghaf na yale mapenzi ya dhati kabisa hapo katika moyo. Qad shaghafaha hubba, hakika amempenda mno. Kwa moyo wake umependa kwelikweli, mpaka anakuwa mwendazimu kwa mapenzi. Inna lanaraha fi dhalali mubin, hakika sisi tunamuona huyo mwanamke yupo katika upotevu wa wazi wazi. Wakawa wanamsema wenzao visimani, kwenye mashughuli, mke wa mfalme kamtaka mtoto wake, kijana wake wa kazi, na akitazama ni alikuwa ni mtumwa kanunuliwa. Sasa leo vipi anampenda? Kamuhusudu kweli kweli, ameshindwa hata kuvumilia mtoto wake mwenyewe kamlea. Falamma sami'at bimakrihinna, wakati Bi Zulaikha aliposikia maelezo yao, maneno yao wanaoyasema, usengenyi wao wanaomsengenya katika mashughuli mbalimbali, kwamba mke wa mfalme kamtaka kijana wake. Arsalat ilaihinna, aliwaita, alituma ujumbe kuwaita, akaandaa kalamu nzuri tu, shughuli nzuri tu. Wale wanawake wote wale madabashi, mashangazi wale, wakaitwa wanawake mjini wale, kwa sababu mtu ukiwa daraja fulani una daraja yako ya kukaa na wale watu. Kwa hivyo naye akawaita wale ambao wanamuona yeye kama ni kapotea, wakasema basi ngoja nikuitieni, afuna nyinyi muone itakuwaje. Wa a'tadat lahunna muttakaa, na akawaandalia kiegemea, na akawaandalia muttakaa. Wanasema muttakaa ni mito ile midogo midogo ambayo unaweza kufanya nini, ukaegemea. Hata hiki kiti kile kinachokaa huko nyuma kinaitwa muttakaa, na maana unaegemea shingo au mto unaolalia, inaitwa muttakaa. Kiswahili wanasema matakia,
Matakia ndo iko kiegemea, chenye kuegemewa. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, na akampa kila mmoja wao kisu, na akampa kila mmoja wao kisu na tunda la kumenya. Hafla sio sasa hivi watu wanakaa kwenye viti. Zamani tutatoka kapeti zulia moja zuri, afu na kuagana nini, ni mnajua hiyo ukienda kwa Waarabu wanakuaga hivyo viti. Ni sasa, kwa hivyo wanakuwa kuna miti, kuna mito inakaa inazunguka, kwa kila mmoja akienda basi, akinia akichoka anaweza kuegemea. Tunaitwa mutakaa. Kwa hivyo kila mmoja katika wale kina mama akampa kisu na tunda la kumenya. Kisha waqalat, kisha akasema Bi Zulaikha kumwambia Yusuf, ukhruj alaihina, watokezee, toka huko ndani kwa ndani. Akamwambia toka. Falamma raainahu, wakati walipomuona Yusufu. Falamma raainahu, wakati walipomuona Yusuf. Akbarnahu, walilifanya kubwa hilo. Waqatta'na aydiyahunna, na wakajikata mikono yao. Kwa hivyo mtu baada ya kuwa anataka amenye tunda anajikata, kisha hasikii kama kajikata. Kwa hivyo ganzi ni Yusuf na Yusuf ndio ganzi yao. Mtu anajimenya mkono, damu inachuruzika, amebakia tu kupiga butwa na kumtazama Yusuf. Waqulna, na wakasema, hasha lillah, ametakasika Mwenyezi Mungu, ma hadha bashara, huyu si kiumbe, in hadha illa malakun karim, hakuwa isipokuwa ni malaika mtukufu. Malaika huyo, si kiumbe huyo. Sasa mtu una nini, unamwangalia kwa najikata, mtu afuata asikii kama kisu kimeingia. So sasa mainsamu sasa hivi anatengeneza alafu ana maupele mengi, mwenzake hajatengeneza hajafanya nini, nzuri tu, handsome alikuwa kwa kweli. Lakini sasa hivi mainsamu sasa hivi mtu anatengeneza fanya hivi, uzuri wenyewe hana, na akitoka hapo na anatafuta mkorogo, dume linatafuta mkorogo. Wapati. Kwa hivyo shekhi, kwa kama Yusuf, watu wanajikata bila kuhisi kama mfani vidole vimekatika. Huyo ndo Yusuf. Qalat, Zulaikha akapata nafasi sana ya kusema, fadhalikunna alladhi lumtunani fi, huyu ndio yule ambaye mlikopo nyinyi mnanilaumu. Huyu nyinyi leo tu kumuona mmejikata, mimi naishi naye hapa, inakuwaje? Leo mmemuona tu hapa mmejikata, au hamjahisi kama mmekata? Mimi kila siku ninamuona anakuja kuchukua chakula na mtuma, au nyinyi inakuwaje? Kwa mimi mwenyewe nimevumilia kuliko nyinyi. Sio maana yake mimi nimemvumilia huyu bwana, sasa amenishinda. Ndio maana wakanikuta uzalendo amenishinda, nimempenda kweli kweli, sikatai kweli, yeye amefanya makosa,
nimempenda mzuri, hata mfalme wenyewe haingii hapa. Sio maana yake huyo mfalme aingie na ufalme wake huyo mzuri, mpaka mwanamke anathubutu kukwambia, na maana kafanya vitimbi, ameshindwa. Sasa inabidi watu wa mjini nasema inabidi ajilipue, akajilipua Bizulekha akajilipua. Walaqad rawadatni an nafsihi fastasama, hakika huyu Yusufu nilimpenda mimi bila mwenye kunipenda mimi, ndo nilomtaka yeye bila kunitaka. Fastasama, akajihifadhi, akajilinda, akakataa. Fastasama, akakataa yale nilotaka mimi. Wala in lam yaf'al ma amuruhu, na ikiwa hakufanya, na kama hakufanya yale niliyomwamrisha, la yusjananna, atafungwa. Na hakikisha atafungwa. Ndio mwisho wao hapo, unafikia hapo. Na wakisha kusema hivyo, wewe si utaki nini? Na hakikisha hapa mjini utahama. Na hatu utahama kweli, Sheikh. Bi Zulaikha alimwambiaje? Ikiwa hakufanya, ajifanya yeye ataki, anamjua Mungu, na hakikisha atafungwa. Wala yakuna minas saghirin, na atakuwa miongoni mwa watu wadogo kabisa, ni dhalili, muda wa kuwa hataki yale ambayo mimi ninamwamrisha kufanya. Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam akayasikia yale wanayosema, akasema qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, qala, akasema rabbi, e Mola wangu, asijnu ahabbu ilayya, jela kunapendeza mno kwangu, kufungwa kunapendeza mno kwangu mimma yad'unani ilayhi, kulikoni kile ambacho wanachoniitia. Sasa sio mmoja, wakawa wengi. Sasa shoga, tutakusaidia, ndio zao hizo. Sio wanakuwa kwa mtu mmoja, wanakuwa wengi. Sasa ni chama kile, Sheikh. Wa illa tasrifa anni kaidahunna, na Mwenyezi Mungu ikiwa kama wewe hautaniondoshea vitimbi vyao, asbu ilaihinna, nitawaelekea hawa wanawake, nitawaelekea hawa, nitawafanya wanawataka. Wa akum minal jahilin, na nitakuwa miongoni mwa wajinga. Mwenyezi Mungu, nakuomba kama ukuniondoshea hivi vitimbi vyao, basi mimi nitamili kwao, nitaelekea kwao, afu nitakuwa miongoni mwa wajinga. Fastajaba lahu rabbuhu, akamuitikia Mwenyezi Mungu maombi yake. Mwenyezi Mungu akamkubalia maombi yake ya nini? Maombi ya kufungwa. Maombi si alisema asijnu ahabu ilayya, jela mimi napendeza zaidi kwangu kuliko wanachonitia. Kwa Mungu ile dua akalikubali.
Faswarafa anhu kaidahunna, akamuondeshea vitimbi vyao. Faswarafa anhu kaidahunna, akamuondoshea vitimbi vyao. Innahu, hakaye Mwenyezi Mungu, huwa samiul alim, ni mwenye kusikia mno na ni mjuzi. Tulishi hapo. Thumma bada lahu, kisha ikawadhihirikia wao. Thumma bada lahu, kisha ikawadhihirikia wao. Min ba'di ma ra'aul ayati, baada ya kuona ishara kwamba Yusufu huyu tafungwa. Min ba'di ma ra'aul ayati, baada ya kuona nini? Alamati, dalili za kufungwa Yusuf, ishara. La yasjununnahu hatta hin, atafungwa muda. Na kweli akahukumiwa kufungwa. Nabii Yusuf akahukumiwa kufungwa. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani, na akaingia gerezani pamoja naye vijana wawili. Akaingia gerezani Yusufu na vijana wawili. Adakhala ma'ahu sijna fatayani, gerezani akaingia pamoja naye vijana wawili. Qala ahaduhuma, mmoja wao akasema, inni arani a'siru khamra, mimi nimeota nakamua pombe, mvinyo. Alivyoingia gerezani kule usiku, alivyolala wale vijana, mmoja akafanya nini? Akaota nakamua pombe, mvinyo. Na mvinyo wa zamani kwa sababu zile tengenezwa kwa pombe. Akaona hivyo. Waqala al-akhar, na yule mwingine naye akasema, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, mimi nimeota au nimeona mimi usingizini, nimebeba kichwani kwangu, juu ya kichwa changu nimebeba mkate. Nimebeba juu kichwani kwangu nini? Mkate. Nimeota hivyo. Taakulu tayru minhu, ndege wanakula kichwani kwangu, wanakula chakula kichwani kwangu. Juu nimeota nimebeba mkate juu ya kichwa changu, sawa nakula ndege. Nabina bitawilihi, twambie sisi tafsiri yake hizi ndoto nini? Kule mwanzo asema yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wili al-ahadith, atakuchagua Mola wako na atakufundisha tafsiri ya nini? Ya ndoto. Sasa anambia nabina bitawilihi, twambie basi tafsiri ya hizi ndoto nini? Inna naraka minal muhsinina, sisi wewe tunakuona ni katika watu wazuri wema. Tunavyokuona wewe ni katika watu wema wazuri tu. Twambie ina maana gani huyu bwana anakamua pombe alafu mimi nimeota mkate juu ya kichwa, ndege wanafanya nini?
wanakula chakula kichwani kwangu. Hebu namtuambie, huwa ndoto zinakuja kinyume kinyume. Ukiota hivi basi unatakiwa ulete tafsiri ya kinyume chake. Ndoto huwa zinasema wakati mwingine